Na mtazamaji wangu, hatua ya vijana Gen Z hivi sasa imeweza kuweka hofu kubwa kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM kufuatia tukio ambalo hivi sasa limeweza kusababisha uongozi mzima wa serikali ya CCM kuchukua hatua kali kwa vituo vyote vya petroli katika Jamhuri ya Tanzania, ikiwa imeweza kusalia ni siku mbili tu maandamano ya Sabasaba kutokana na tetesi zinazozidi kuzungumzwa kila kona. Maandamano hayo yaweze kufanyika. Hatua ya hivi punde pia vijana Gen Z wanaozidi kuonekana kuwa na nia kufanikisha maandamano ya awamu ya pili kwa mara nyingine katika Jamhuri ya Tanzania imeweza kuweka hofu kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla inaweza kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako kwanza kupatana na video zetu, ni vyema moja kwa moja uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, kutokana na idadi kubwa ya vijana Gen Z kutumia mitandao ya kijamii kama eneo ambalo wanazidi kuwasilisha hoja na ratiba na mipango yao ya maandamano ya Sabasaba, hivi sasa tumeweza kushuhudia maafisa wa polisi huko Dodoma wameweza kutumiwa barua ya kuomba nafasi ya maandamano ya amani yaweze kufanyika, jambo ambalo hivi sasa linazidi kugonga vichwa vya habari, kwani baada ya ruhusa hiyo kutolewa, kile ambacho kimeweza baada ya ruhusa hizo zinazozidi kuombwa na idadi kubwa ya vijana Gen Z kwa ajili ya maandamano ya amani, hivi sasa kwa kweli maandamano hayo ya amani yanayozidi kuratibiwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 yanazidi kuvutia hisia kubwa za Watanzania. Na pia sote tunafahamu kwamba baadhi ya mashtaka ambayo vijana Gen Z wameomba yaweze kufanyiwa kazi ama wamekuwa wakilalamika kwa muda, serikali iliyoko madarakani bado haijaweza kuwajibika, jambo ambalo linazidi kusababisha maandamano ya Sabasaba kuwa katika kiwango cha juu na uwezekano mkubwa yaweze kufanyika. Na pia tumeanza kushuhudia baadhi ya viongozi wakuu wa serikali ya CCM hapo awali waliokuwa wakipinga maandamano ya amani hivi sasa wameweza kuanza kuridhia maandamano hayo. Je, ni kutokana na usaliti ulioko ndani ya chama cha CCM unaozidi kudaiwa kwamba kuna mgawanyiko ndani ya chama cha CCM, ya kwamba kuna baadhi ya viongozi wanazidi kusimama na kile ambacho kinazidi kuzungumzwa kufanywa na vijana Gen Z, na kuna baadhi ya wale ambao wanaozidi kupinga kile kinachozidi kufanywa na vijana Gen Z, wanaozidi kuamini vijana Gen Z wapo sahihi. Baadhi ya viongozi wakuu katika chama Chadema wanaamini kwamba viongozi hawa wa CCM ndio viongozi sahihi, kwani kutokana na msamaha uliokuwa umeweza kutolewa na serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, basi muda na wakati huu maandamano ya Sabasaba yakiendelea kutarajiwa kufanyika, basi ni vyema kwa uongozi ulioko madarakani kuacha maandamano hayo yaweze kufanyika, hasa maandamano hayo yakiwa ni ya amani. Pia moja kwa moja, iwapo maandamano hayo ya amani hayataweza kufanywa, basi viongozi wakuu walioko madarakani moja kwa moja, baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi kufanya marekebisho kwa aina ya uongozi watakaokuwa wakiongoza Jamhuri ya Tanzania, basi utakuwa haujaweza kufanyika ama haujaweza kutimia, jambo ambalo linazidi kusababisha mamilioni ya Watanzania kutokuwa na hata nia na imani na viongozi wakuu walioko madarakani. Hivyo basi maandamano ya Sabasaba ni aina ya mtihani ambao utakuwa ukisukumiwa viongozi walioko serikalini, iwapo tutaweza kushuhudia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine, sawia na lile lililoweza kutokea wakati wa maandamano ya Oktoba 29, basi uongozi walioko madarakani bado haujaweza kubadilika. Ila kama kweli maandamano ya amani yataweza kufanyika kikamilifu bila swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji, basi uongozi ulioko madarakani utakuwa umeweza kuanza kufanya marekebisho kwa aina ya uongozi ambao uliweza kuahidi utaweza kutetea mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania.
Pia hii hapa mtazamaji wangu ni taswira kamili inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo vijana Gen Z na wengi wanaozidi kupanga kuandamana katika maandamano ya Sabasaba wanazidi kuchoshwa na aina ya uongozi ulioko madarakani. Pia itakuwa ni jambo mbaya kwa kiasi kikubwa ama kwa asilimia kubwa iwapo maandamano ya amani yanayozidi kupangwa kufanywa na vijana Gen Z tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 iwapo hayataweza kufanikiwa, basi mtazamaji wangu, uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan utaweza kushutumiwa pakali na hata huenda mataifa ya kigeni yakaweza kuingilia kati. Sote tunafahamu kwamba hivi sasa maandamano haya sio habari ya Tanzania pekee, bali ni habari inayozidi kufuatiliwa kote duniani, ikiwemo swala la kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu na kuzuiwa gerezani. Sote tuliweza kutarajia huenda Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kupata uhuru wake siku ya juzi, kipindi na wakati ambapo aliweza kufikishwa katika mahakama kuu, ila haikuweza kwenda jinsi ambavyo wengi walikuwa wakitarajia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya maandamano ya Sabasaba. Ila sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z katika dhumuni na sababu yao kuu ya maandamano ya Sabasaba ni ya kwamba kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, pia kiongozi Mheshimiwa Humphrey Polepole aliyeweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi moja kwa moja aweze kuachiwa aliko na aweze kujumuika na familia yake. Ila iwapo hayo yote yatakuwa hayajaweza kufanyika ama viongozi wakuu walioko serikalini kutozungumzia masuala hayo, moja kwa moja itakuwa ikichangia maandamano ya vijana Gen Z kuwa na sababu tosha ya maandamano hayo yaweze kufanyika. Hii ikiendelea kuashiria na kuonyesha wazi kwamba viongozi wakuu walioko madarakani ndio watakaokuwa wameweza kuchangia maandamano ya Sabasaba yaweze kufanyika. Pia mtazamaji wangu, kwa asilimia kubwa uongozi ulioko madarakani unazidi kuonyesha aina ya uongozi wanaozidi kuongoza, sio uongozi waliokuwa wameweza kuuahidi katika siasa na kampeni walizokuwa wakizifanya katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hii hapa inaonyesha jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wameweza kubadilika na kuwa na taswira ambayo mamilioni ya Watanzania hawakuwa wakitarajia viongozi hao walioko madarakani hivi sasa kuweka maslahi yao mbele, huku wakisahau mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania ambaye hivi sasa anazidi kupitia kipindi kigumu kutokana na gharama kubwa ya maisha, ambayo ni moja ya hoja na sababu inayozidi kuchangia maandamano ya Sabasaba yaweze kufanyika. Je, mtazamaji wangu, we mtazamo wako ni upi kutokana na swala nzima la maandamano ya Sabasaba yanayozidi kupangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.